Mtazamaji wa Faida Online TV, ngoma inaendelea. Tuko na Don Mapancha, Donald Frank Kapungu, mkazi wa mtaa wa Madina, halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara. Unaona mzee uko kasi siku hizi, kila ukicha jambo jipi? Jambo jipi hivi, unajua mdogo mdogo. Lengo langu nifike mbali zaidi. Natamani nijue idea ya kutengeneza ile jiko la kutumia oil chafu. Wewe ulipata wapi? Unajua huko sisi tunatumia oil. Kwa nini tukifight mazingira ya oil inaweza tukafika mbali zaidi. Kwa hiyo ndo tukadesign lile jiko nikalidesign. Ulipojaribu kwa mara ya kwanza ngoma ikajipa? Nimetest fresh, mazingira kaka vizuri. Kwa bahati nzuri kuna mtu akahitaji, mimi nikalitoa kwa niaba kwenda kwenye matumizi. Linatumika, halina shida, halina changamoto yoyote. Hajakwambia kama ina changamoto yoyote? Hakuna changamoto, sababu haihatarishi maisha kwenye matumizi. Oil hayalipuki. Hayo hayalipuki. Hata ukachukua moto ukapeleka bala hakuna kulipuka. Sawa. Na kwa mfano tunataka tujue kipimo chake. Oil ya kiasi gani unaweza kutumia muda gani kwenye ile jiko? Hiyo oil lita 1 unaweza kutumia wiki. Hata kupika maharage. Wiki nzima? Wiki moja. Na hiyo oil ya lita 1 ni kama shilingi ngapi? Lita 1 oil ya USD na kwa gabuku. Kwa kwetu yani ni 1000, unapata lita 1 ya oil chafu. Yaani buku inakurahisishia maisha, unatumia wiki nzima. Sasa hebu wiki nzima unatumia mkaa wa shilingi ngapi? Tuongee mimi na wewe. Lakini pia kwenye swala zima la kutunza mazingira na kwaje? Hakuna moshi hivi na nini? Hayana moshi, yani kama guest. Kimya kimya. Kuna nini kimya kimya. Sawa. Una kipi cha kuwaambia baadhi ya watu wadau wa kuunga mkono kwenye hili jambo? Kwa sababu kama yatakuja kuwa mengi, nadhani hata matumizi sasa ya miti, watu kukata miti kwa ajili ya mkaa na vitu kama hivyo yatapungua. Mimi ninavyowaambia wadau, hususan kama wale wanaopika chips au mama nitilia, majiko yatawasaidia sana. Sababu ni gharama zake ni ndogo. Unaweza kununua alafu kwenye matumizi, yani na matumizi makubwa ila gharama zake ni ndogo. Kwa hiyo itawasaidia, watapata faida mara mbili. Sababu hata ukipika kitu cha aina gani, yani wewe wiki ile lazima tu utumie. Ndio tuzungumza kitu kwanza. Kweli haya hana hatari hivi kulipuka? Hayalipuki, afanye nini? Yani hayalipuki. Yuko Nanyamba Mtwara. Tembelea hapa mtaa wa Madina ndani ya halmashauri ya mji Nanyamba. Ukifika hapa kuuliza tu Don Mapancha, ofisi yake ndio hii. Inapatikana kwenye mtaa wa Madina na imeandika pale juu Don Mapancha. Umeona bana? Kwa wale ambao watakuwa wanahitaji majiko hayo kwa wingi kiasi gani, basi wanaweza kumuona moja kwa moja. Brother, leo nakupa chance ya kutaja mwenye namba za simu, watu wakusikie, ili kama unaweza kutafuta basi wakutafute. Namba ya simu 0615 320 575. Mimi lengo langu nifike mbali zaidi, sababu nitatoa kila kitu ambacho kitakuwa karibu na yani uwezekano wa kipesa. Naweza nikakitengeneza mtakiona, sababu sasa hivi ambacho niliahidi ni baiskeli nimeitengeneza. Kwa hiyo na hisi interview itakayokuja naweza mkaona hata pikipiki hata ile 4 nitaitengeneza, kwa hiyo mtaiona. Yaani unakuwa mwanangu, una vijana kufanya nao kazi au wewe mwenyewe? Mimi na vijana hapa wako vijana 7. Kwa majina naitwa Baraka Daniel, ni mkazi wa Nanyamba, mtaa wa Shangani. Ni mwanafunzi katika hii ofisi ya Don Mapancha na nimefika hapa sasa hivi na takriban miaka 2 tokea nianze kufanya kazi. Anaendelea kunisupport. Namshukuru sana Don Mapancha. Anaendelea kuwa na moyo huo kwa sababu kuna vitu vingi anavibuni na vitu vingi bado anaendelea kunifunza. Namshukuru sana kwa sababu kama nikiangalia katika huu mfumo wa majiko haya yanayotumia oil chafu, amenielekeza baadhi ya vitu nimevinakili, lakini kuna baadhi ya vitu bado sijavinakili, lakini namshukuru kwa hatua ambayo nimefikia. Amenisupport vya kutosha. Mimi naitwa Ashura Isa Nawanda, mkazi wa Madina. Sawa. Unamzungumzaje Don Mapancha? Don Mapancha namzungumzia vizuri, yani yuko vizuri, yuko makini. Yani anatengeneza mashine ya kubangua korosho, anatengeneza baskeli za vilema, anatengeneza mashine yani majiko ya mafuta ya oili, anatengeneza pikipiki. Naishi naye vizuri hapa, tunacheka, tunasaidiana kwa shida zote za usiku na mchana. Namshukuru. Ni mwanangu wa karibu kwa sababu rafiki yake mwanangu. Nataka nijue ametengeneza baskeli, amempa huyo mzee mwenye ulemavu bure kabisa, hajamtoza chochote. Hivi ndo moyo wake ulivyo ama amefanya tu kwenye baskeli? Yaani mstaarabu, hata mtu yote ukiwa na shida.
yoyote akiwa na shida namsaidia. Mimi mwenyewe hapa namsaidia, nimemjua kwa kupitia mwanangu. Na hapa nimemuuzia mimi. Mwanangu kuja, mama huyu hapa mtu wangu anahitaji sehemu hii hapa aweke ofisi ya kujenga. Yaani tunaishi tu vizuri kama mwanangu akunzaa mimi mwenyewe. Oil imeshatumika inamwagwa, lakini baada ya kumwaga sasa ile oil itakusanywa na itatumika kwenye majiko ya kupikia. Kama unavyoona hapo, zamani ilikuwa chupa hizi tukishakunywa tunazitupa, chupa za soda hizi za plastiki zinatupwa. Lakini sasa kuna watu ambao wanapita na kukusanya hizo chupa na wanasafisha mazingira sasa, lakini chupa zinaenda kutengeneza tena vitu vingine. Kwa hiyo nipongeze, nimtie moyo, lakini niombe watu wenye uwezo wa kumsaidia Don Mapancha wamsaidie ili kesho kutwa tujivunie wana Mtwara kwamba kuna kijana ambaye tumemtoa Mtwara leo anaonekana kwenye maeneo mengine makubwa zaidi. Mpaka kufikia hapo mimi nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field.